Nadhani ulishawahi kukutana na misemo kama umaridadi unaficha umasikini, ama wengine wanasema kwamba kuwashitua watesi. Hiyo inaendana na kwamba mtu anavaa vizuri, anakuwa maridadi, anakuwa mtanashati, lakini hiyo inakuwa haiendani na uhalisia wa maisha yake ya kiuchumi. Sasa nimepita katika baadhi ya mitaa ya jiji hili la Arusha kaskazini mwa Tanzania, na wauliza baadhi ya vijana aina hiyo ya maisha ya uvaaji wa umaridadi na utanashati ili kuficha umaskini ama kuwashitua watesi ni aina maisha ambayo inakubalika katika jamii, hasa miongoni mwa vijana. Mimi ni Veronica Natalis, karibu katika Kurunzi Live, na sikia maoni ya baadhi ya vijana ambao nimekutana nao hapa. Kupiga pamba sio kitu kibaya, kwa sababu kiuhalisia kijana lazima apendeze. Inaweza kaa iko mara mbili, ikatafsirika mara mbili, kwa sababu kwenye kung'aa nako kuna tafsiri tofauti. Kuna mwingine anang'aa ni utamaduni wake kupendeza, kuna mwingine anang'aa kufake maisha, kwa sababu kwenye maisha naye kuna mambo mengi. Ushanielewa Kwa hiyo sasa kama umaridadi unaficha umaskini, kwa hiyo ina maana basi pia kupendeza pia ni kitu muhimu. Nishakutana na vijana wengi, tena sana wanaume waongo, wanapenda kudanganya wadada. Niko hivi na gari na nyumba, kumbe hamna jipya. Sema tu ukweli. Wawe tu kawaida, wavae kawaida kulingana na maisha uliyoko nayo. Si pretend maisha. Inatokeaga tukiwa tunaenda labda kwenye mazingira fulani ambayo yanahitaji watu wa aina fulani. Lakini umaridadi ni kitu kizuri. Ilikuwa kwenye seminar nilitakiwa tuvae nadhifu kidogo. Tukapiga suti na tai kwa sababu ndo ilikuwa inataka uwe hivyo. Nikafunga tai kabisa. Kupendeza kwangu mimi ni kitu kizuri. Kuna kurahisishia mambo mengi, kuna kutengenezea kuaminika kwa urahisi. Japo maoni ni mseto, wengine wakisema kwamba uvaaji wa namna hiyo unamsaidia kijana kuyafikia maisha ambayo anayatamani, lakini wengine wanasema kwamba ni kumdumaza kijana kuelekea katika safari yake ya mafanikio. Sasa nimepata nafasi ya kuzungumza na mshauri wa vijana ambaye anafanya kazi zaidi na vijana katika eneo lake la kazi la kuchomelea vyuma. Ana haya ya kusema. Mimi vijana kama mimi nawashauri kwamba wafanye kazi hata kama amesha darasa la 7. Atafute angalau ujuzi, ajue ufundi. Mafundi wako wengi tu. Kuna mafundi wa kujenga kijiunga nao, watajua kujenga manyumba hata mpaka magorofa. Kuna mafundi welding kama mimi wakinitafuta huku, na wafundisha kazi. Kuna vijana wengi nimewatoa, wengine wako Dodoma sasa hivi, wako Babati, wako Karatu, wengine wako Dar es Salaam, wengine wako Moshi, mikoa mbalimbali. Na mambo yao mazuri kabisa. Hata kuna siku nitafuta naambia mzee, hata 1050 hiyo hapo, kula kitu kidogo babangu nimekutoa mbali. Lakini wengi wao sasa vitu kama hivyo hawajihusishi navyo. Na ndio maana wengi unakuta wengi wao ni mashoga. Kwa hiyo inabidi avae vizuri na hivi ili angalau apendwe. Vipi ukinitazama mimi hapa unaniona kama ninaficha umaskini ama ninawashitua watesi? Basi mjadala huu wa Kurunzi Live ninaurudisha katika studio zetu za TW Bonn, Ujerumani, na kutokea hapa Arusha. Mimi ni Veronica Natalis. Chao.